Ujumbe kwa kila kizazi, ujumbe kwa wakati wake, katika kila kizazi ambacho Mungu amekiinua kuishi kwenye huu ulimwengu. Mungu amehakikisha kwamba kila wakati kumekuwa na ujumbe maalum unaotolewa kwa watoto wake kuandaa kwa yale ambayo yanaijia dunia kila wakati. Unapofika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, katika ule ukurasa wa 633, Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 633, nabii wa Mungu, mjumbe wa Mungu anasema maneno yafuatayo: ikiwa kanisa lingekuwa limefanya kazi yake lililopewa kama Bwana alivyoagiza, ulimwengu wote ungekuwa umeshaonywa kabla ya sasa, na Bwana Yesu angekuwa ameshakuja duniani kwa nguvu na utukufu mkuu. Maandiko yako wazi, yanatuambia kwamba kama kazi hii ingefanywa na kanisa kikamilifu, basi watu duniani hapa wangekuwa wamekwisha onywa kwa ajili ya marejeo ya Kristo ya mara ya pili, na Bwana angekuwa ameshakuja kwa utukufu mkuu. Lakini maandiko yanasema maneno yafuatayo katika Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa huu wa 633 kuelekea 634. Nabii anasema Mungu amekuwa akiwapa wanadamu maonyo ya kuja kwa hukumu zake. Mungu amekuwa akiwapa wanadamu maonyo ya kuja kwa hukumu zake. Hii ni kauli inayoonyesha kwamba Mungu amefanya hivyo mara kwa mara, amefanya hivyo kwa kurudia. Anaendelea nabii wa Mungu anasema, wale ambao wana imani, neno la msingi sana, wale ambao wana imani katika ujumbe wake wa wakati wao. Sikiza hapa, wale ambao wana imani katika ujumbe wake wa wakati wao. Kumbe Mungu anataka watu wawe na imani, lakini hiyo imani ni imani kwa ujumbe. Huo ujumbe ni ujumbe wa wakati wao. Anasema hao watu wanafanya mambo hayo, nini kinaendelea? Anasema na ambao walitendea kazi imani yao, sio imani tu, bali kuitendea kazi hiyo imani yao katika kuzitii amri zake, waliepuka hukumu zilizowaangukia wale wasioitii na wasioiamini. Kumbe Mungu anatuambia katika kila kizazi kumekuwa na zahama, kumekuwa na majanga ambayo yalikuwa yanakuja kwa wakati wao. Basi Mungu alikuwa akitoa ujumbe, alikuwa akitoa maonyo, na hayo maonyo yalipotolewa, Mungu alihitaji watu waweze kutii hayo maonyo. Kwa hiyo anasema wale ambao waliokuwa wakitii amri zake, walikuwa wakitii ujumbe kwa wakati huo, basi hao Mungu anasema waliweza kuepuka hukumu zilizokuwa zikija. Lakini maandiko yanaendelea kusema neno lilimjia Nuhu. Sikiliza hapa, anataja watu mbalimbali kwa nyakati zao. Neno lilimjia Nuhu likisema, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Wao, sikia, anasema Mungu kwamba Nuhu alionekana ni mwenye haki kwa kizazi chake. Kwa hiyo kwa kile kizazi Mungu alimwona Nuhu ni mwenye haki, na kizazi hiki pia Mungu anataka kuona watu wenye haki katika kizazi hiki. Sikiliza, anasema hapa, Nuhu alitii na aliokolewa. Nuhu alitii na aliokolewa. Ujumbe ulikuja kwa Rutu, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Rutu alijiweka chini ya uongozi wa wajumbe kutoka mbinguni, naye aliokolewa. Kwa maandiko yanatuambia katika historia mbalimbali kwamba watu waliotii jumbe kwa wakati wao, hao watu waliweza kuokolewa. Maandiko yanaendelea kusema hivi, ndivyo ilivyokuwa kwa wanafunzi wa Kristo waliopewa onyo la kuharibiwa kwa Yerusalemu. Wale waliokesha kuzitazama ishara za kuja kwa uharibifu waliondoka kutoka katika mji, wakaepuka maangamizi. Nabii anaendelea kusema nini hapa? Sikiliza kwa makini. Hiyo ni katika historia ya nyakati zote, jinsi Mungu alivyotuma maonyo na watu walivyoweza kuokoka kwa kutii zile jumbe. Lakini nabii anasema vivyo hivyo sasa tunapewa onyo kuhusu kuja kwa Kristo mara ya pili na kuhusu maangamizi yatakayowaangukia ulimwengu. Wale wanaolizingatia onyo hilo wataokoka. Haleluya! Hii ni ahadi, hii ni promise ambayo Mungu anaileta kwa kizazi chetu. Kama vizazi vilivyopita watu walitii jumbe, waliweza kuokolewa,
vile vile kwa kizazi chetu, ikiwa tutatii maonyo, ikiwa tutatii ujumbe, basi ni hakika kwamba Mungu ataenda kutuokoa katika kizazi hiki. Na ndugu zangu, niwaambieni kweli, tumefikia wakati ambapo hizi jumbe zilizotolewa, unabii uliotolewa, matukio yaliyotabiriwa, kiukweli na kihakika yanakwenda kutimia mbele ya macho yetu. Tazama, ona jinsi ambavyo Mungu anasema, wale wanaokesha wakingoja Bwana wanasafisha nafsi zao. Wakimgoja Bwana wanasafisha nafsi zao kwa kuutii ukweli. Wale ambao wanangoja marejeo ya Kristo mara ya pili, kimsingi hao watu wanafanya kazi moja, wanasafisha nafsi zao kwa kutii nini? Ukweli. Alafu nabii anasema wanachanganya bidii ya kazi katika kule kudumu kukesha, kwa sababu wanajua kwamba Bwana yu mlangoni. Haleluya! Hamu yao inaharakishwa kushirikiana na ufahamu wa kimbingu katika kushughulikia wokovu wa roho. Kila mjumbe katika kila wakati anahakikisha kwamba anashughulikia wokovu wake kwa kuogopa na kutetemeka. Anashughulikia wokovu wake, lakini pia anapiga hatua kuhakikisha anashughulikia wokovu watu wengine. Hivyo ndivyo maandiko yanatuthibitishia katika ukweli ulio wazi kwamba kila kizazi Mungu amekuwa akituma jumbe hizi, na anasema hawa ndio watumwa waaminifu na wenye hekima ambao wanawapatia watu wa nyumba ya Bwana posho kwa wakati wake. Kumbe hawa ndio wanaokesha. Kwa kama wanakesha, wanatazama mitego ya Shetani, wanatazama namna gani Shetani ameiba chakula cha msingi kwa kanisa la Mungu. Hao Mungu anawatumia kwa lengo la kuwapatia watu chakula au posho kwa wakati wake. Nabii anasema wanautangaza ukweli unaohusika kwa wakati huu. Kumbe watu hao wanatangaza ukweli wa sasa katika kila kizazi. Nuhu alitangaza ukweli wa sasa, Rutu alitangaza ukweli wa sasa, wanafunzi walitangaza ukweli wa sasa. Kila kizazi Mungu ana watu ambao wanahubiri ukweli wa sasa. Hata leo wapo watu ambao wanahubiri ukweli wa sasa. Ndio Mungu anasema sasa, kama vile ambavyo Henoko, sikiliza hapa, kama vile ambavyo Henoko, Nuhu, Ibrahimu au Musa alivyotangaza ukweli uliokuwa kwa ajili ya wakati wake, ndivyo watumwa wa Kristo sasa wanavyotoa maonyo maalum kwa ajili ya kizazi hiki. Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa 634.2. Kwa hawa watu wanapotoa haya maonyo, kimsingi hayaeleweki na kanisa, dunia pia haiwezi kuelewa. Kwa mfano, ukitazama Musa alitoa ujumbe mzito sana. Ule ujumbe uliotoka wana wa Israeli watoke pale Misri waelekee kule jangwani, mwisho siku waende wapi? Kanaani. Ule ujumbe mfalme hakuweza kuelewa, watu hawakuweza kuelewa, na ndio maana sasa hivi Bwana anahitaji watu, wanaume na wanawake, ambao Mungu atawatumia, watakaokuwa majasiri kwa neema ya Kristo na imani thabiti, kutangaza ole kwa ulimwengu ambao unapotea dhambini. Ndio tunaambiwa hapa sasa katika Lulu za Uzima, kitabu cha hiki cha Lulu za Uzima, ukurasa ule wa 78.2, maandiko yanasema kwa kanisa lake katika kila kizazi Mungu ana ujumbe maalumu na kazi maalum. For his church in every generation, God has a special truth and a special work. Mungu ana kazi maalum, Mungu ana ujumbe maalum. Hivyo ananitaka mimi, anakutaka wewe kuweza kushirikiana naye kikamilifu, kuweza kufahamu huu ujumbe ambao Mungu anatupatia. Dalili ziko wazi kabisa, zinaonyesha mwisho ukaribu, mambo yako mwishoni kabisa. Ndugu zangu, tumeonywa mara nyingi katika maandiko matakatifu, tukitazama ishara kama vile tunavyoona katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Tufike pamoja katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5. Twende pamoja, chukua Biblia yako katika kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5. Nitasoma ule mstari wa pili. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa pili. Nitasoma wa pili mpaka ule wa 4, lakini hebu tusome mstari wa 3 vizuri. Tazama mstari wa 3, moja kati ya dalili za msingi sana za kuonyesha mwisho ukaribu na Yesu amekaribia kuja kwenye dunia hii kutuchukua. Unang'ang'ania nini duniani hapa? Unatafuta nini duniani hapa? Dunia hii itakuwa ni utupu hivi karibuni. Dunia hii itaharibiwa hivi karibuni. Mungu atusaidie kutambua haya, ndugu zangu. Hebu tazama mstari wa 3, maandiko yanasema hivi: wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiapo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Sikiliza hii ishara,
ni ishara ambayo inasema wakati wasemapo kuna amani na salama. Amani, amani. Ukisikia dunia inatangaza amani, ujue uharibifu umekaribia. Na hebu niulize swali ndugu zangu, tazama kitu cha ajabu sana. Ni nani ambaye anaonekana ndiye mfalme wa amani duniani? Huyu ni Papa wa Vatican, ni Papa wa Roman Catholic, ndiye ambaye anaonekana ni mtangaza amani hapa duniani. Lakini hebu tazama anachokisema katikati ya mgogoro wa vita unaoendelea kati ya Iran pamoja na Israeli, na Marekani iko ndani yake. Katikati ya huu mgogoro wa vita hii, Papa ametangaza amani. Ametangaza vipi amani? Papa amezindua kitabu hiki. Kitabu kinaitwa Pope Leo wa 14, anasema peace be with you, amani iwe kwenu. My words to the church and to the world. Anasema maneno yangu kwa kanisa na kwa dunia. Nini hayo maneno? Anasema peace be with you, amani iwe kwenu. Ni amani gani anatangaza katika mgogoro wa vita unaoendelea? Ndugu zangu, Papa anaonekana sasa yeye ni mtoa amani. Sikiliza, maandiko yanasema wakati usimapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu unakuja. Labda unaweza kujiuliza swali, hichi kitabu kimeandikwa lini? Hiki kitabu kimeandikwa lini? Tazama, hiki kitabu kimeandikwa Februari 24, 2026. Ni mwaka huu, ni mwezi tu uliopita, katika tarehe 24 kimezinduliwa kitabu kinachoitwa Peace Be With You. Wakati usimapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu unakuja kwa ghafla. Cha ajabu ni kwamba wengi sana tunataka kusikia hizi jumbe zikitangazwa na wahubiri wakubwa sana. Tunataka kuona wahubiri mashuhuri wakitangaza hizi jumbe. Ndugu zangu, kama ndio tamanio lako, kama ndio una ngojeo lako kungojea wajumbe wakubwa wakitangaza hizi jumbe, kimsingi hautasikia katika masikio yako. Mungu anataka watu watakaokuwa imara sasa hivi, na wengi sana bado wanaendelea kubakia kwenye hali ya kutiliana huruma na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni kweli kabisa, huu ujumbe Bwana alikabidhi kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hivi sasa wameacha kufanya kazi ambayo Bwana alihitaji wafanye. Nini kifanyike ndugu zangu? Bwana anainua wanaume na wanawake ambao watashirikiana na yeye kikamilifu kutangaza jumbe hizi mpaka mwisho wa wakati, na mwisho umekaribia. Bwana tuweke tayari, atusaidie kufahamu mambo haya kikamilifu, maana muda umekwisha. Tuwe tayari, tuamke, tuchunguze maandiko, tusome maandiko, tuombe, maana wakati umekwisha.